Hali gani mtazamaji wa Azam Sports 1 HD, nikaribisha na kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumapili. Nakutana hapa kuanzia saa 2:30 hadi saa 4:30. Leo ni siku ngumu kwetu sisi wana Azam TV, lakini kwa ujumla tasnia ya wanahabari na wana michezo kwa ujumla kufuatia kufariki kwa gwiji wa taaluma ya habari na utangazaji nchini Charles Hilary usiku wa kuamkia leo visiwani Zanzibar. Allah ampe kauli thabiti. Alikuwa mwenzetu hapa Azam TV kwa kipindi kirefu kabla ya kwenda kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu ya Zanzibar. Ni mtangazaji nguli kweli kweli kuanzia miaka 1980. Kuanzia miaka 1980 katika shirika la utangazaji ya taifa TBC enza RTD. Alikuwa mtangazaji wa mpira kipindi kirefu na michezo kwa ujumla. Alikuwa akitangaza boxing pia. Nakumbuka ilikuwa ni All African Games ya mwaka 94 nafikiri, ambayo bondia Haji Manara aling'ara sana. Mimi nilikuwa mmoja kati ya watu ambao nilifuatilia mashindano haya kupitia sauti yake akitangaza mashindano hayo ya boxing. Amefanya kazi mashirika mbalimbali ya nje kabla ya kurejea nyumbani, na hapa Azam TV ndio ilikuwa sehemu yake ya mwisho katika vyombo vya habari kabla ya kuhamia Ikulu Zanzibar. Amefariki hapa Dar es Salaam sio kuamkia leo. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Siku ngumu kwetu sisi wana Azam TV na kwa ujumla wana tasnia ya habari kwa ujumla. Charles Hilary alikuwa rafiki, alikuwa kaka. Binafsi nakosa cha kueleza, ni mengi mno. Mimi nimeibukia kwenye uandishi wa habari wa kwenye magazeti. Sikuwahi kuwa mtangazaji hadi miaka michache iliyopita. Hapa Azam TV ndo sehemu ya kwanza kutangaza. Nakumbuka wakati fulani nikiwa New York nilivisit Radio New York, wakanikaribisha. Nafikiri ndo studio ya kwanza kukaa, wakanikaribisha nikawa kama pundits wakati wa World Cup ya mwaka 2006 nafikiri. Pale nilikaa kama mwaliko wa studio, lakini studio ya kwanza ni hapa Azam TV. Na katika watu ambao walinikochi vizuri sana ni Charles Hilary na Barwan Muhuza. Namna ya kuwa mtangazaji, namna ya kutangaza, wamenisaidia sana. Na Charles Hilary amekuwa kila siku katika uhai wake akinirekebisha pale ninapokosea. Nikitoka kwenye kipindi ananipigia simu, ananiambia leo ulifanya hivi, haitaki kuwa hivi, inatakiwa kuwa hivi. Ni wengi ambao wamekuwa wananisaidia, lakini Charles Hilary alikuwa ni miongoni mwao. Ni pigo kwetu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin. Pole pia wewe mtazamaji na mpenzi wa michezo. Hapana shaka huu ni msiba wetu sote. Katika Sports AM leo awamu ya kwanza nimemwalika Edibili Jonas Lunyamila, kiungo mshambuliaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania. Amecheza klabu zote kubwa hapa nchini za wakati wake. Wakati kukiwa hakuna Azam FC, klabu kubwa zilikuwa ni Simba, Yanga na Mtibwa Sugar. Yeye alicheza zote hizo, lakini pia amecheza na Malindi, klabu kubwa kabisa kuwahi kutokea kimafanikio katika historia ya soka ya Zanzibar. Zote amecheza hizo. Edibili amekwenda pia kufanya majaribio ya kucheza mpira wa kulipwa nchini Ujerumani, barani Ulaya huko, na kuna wakati alikwenda Amerika, nchini Chile kwa majaribio. Vitu vichache tu vilikuwa vinawakwamisha wachezaji wa Tanzania ambao ni misingi ya ukuaji wao kimpira. Wanakuwa hawana fiziki ya kutosha, japo ufundi ulikuwa unawaridhisha sana wazungu. Nakumbuka Tamblisho Ngasa alipokwenda West Ham, Gianfranco Zola akiwa kocha pale alimpenda sana Ngasa, lakini akimwangalia fiziki, utimamu wake wa mwili hauko sawa sawa. Halikadhalika na kwa wachezaji wetu pia. Edibili naye alikwama, si kwa sababu ya uwezo uliwakosha sana na walitamani kuwa naye, lakini alitakiwa aanze katika level ya amateur, na yeye tayari ana majukumu ya kifamilia kwamba acheze akiwa halipwi kwa muda paka mambo akiwa tayari ndo aanze kulipwa. Akaona haiwezekani, akarudi nyumbani tu kuendelea na maisha yake. Kaka yangu pole ya wanatasnia habari na mwalimu mashuhuri wa utangazaji wa kabumbu, anaandika Octavian. Huyu ni mwenzetu hapa Azam News.
Edibili, umekuja katika siku ambayo ni ngumu sana kwetu wana Azam TV. Hizi taarifa tumezipata sio kwa mkia leo, hata ile mudi ya kazi ni ya kujitune tu tufanye. Wewe unamfahamu vizuri Charles Hilary na mlikuwa marafiki. Ni sababu alikuwa ni rafiki wa kila mtu, cheshi. Kwako wewe unaweza kumuelezea vipi Charles, unakumbukumbu gani tukimwenzi leo? Kwanza kweli ni siku ngumu kwa sababu Charles Hilary ni mtangazaji ambaye kwangu mimi na kumbukumbu nyingi, kwa sababu naanza kujulikana, nadhani ndio alikuwa mtangazaji kunipa jina ambalo kwa kweli hakuweza kudumu. Kama nakumbuka, kuna winga mmoja alikuwa ni Mholanzi, alikuwa anaitwa Roy, jina lingine nimelisahau kidogo. Alinipa jina hilo kwa sababu kuna wakati niko biashara tulikuja kucheza doma yangu ya kwanza kuja kucheza Simba na Yanga, na kipindi kile Sigara, kwa sababu mechi zote tulicheza Dar es Salaam. Tulianza na Simba, tukawa tumefungwa goli 4-2. Nakumbuka kama dakika 10 nilikuwa nimeshafanya vitu vya hatari sana, kwa sababu tulikuwa nakabana Kasongo. Nilikuwa nimeshatoa assist 2, kwa sababu mpaka dakika 20 tulikuwa tumeshafunga goli 2 Simba, na assist zote nikitoa mimi. Kwa hiyo mtangazaji alikuwa Charles Hilary. Kwa hiyo ni mechi ambayo kipindi kile nilikuwa na kawaida nyumbani, nilikuwa na rekodi zile tape zile za redio ya kawaida ile. Kwa hiyo unaporudi unasikiliza mechi yote. Kwa hiyo kwa kweli ni mtangazaji ambaye alinipaisha siku hiyo kwa mechi ya Simba na iliyofuata na Sigara na Yanga. Kwa hiyo ni mtangazaji ambaye kwa kweli alikuwa na kipaji cha kutangaza na sauti yake ilikuwa inahamasisha hata watangazaji na wasikilizaji. Zamani mikoani, kama nakumbuka, watu walikuwa wanasikiliza redio, walikuwa na hamu ya kusikiliza anavyotangaza, anavyoweza kuchambua mechi. Kwa hiyo ni kwa tumepoteza hazina kubwa. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Wakati umekwenda Ujerumani haukukutana naye kipindi kile? Alikuwa bado yuko hapa, alikuwa bado yuko redio wani. Sawa sawa. Allah ampumzishe kwa amani ndugu yetu. Message nyingi zinatumwa na zote ni za pole pole, nitasoma baadaye. Edibili, tujielekeze kwenye lile ambalo limetukutanisha hapa katika siku ya leo, na maalum tunakuja kuzungumzia ushiriki wa timu zetu za vijana kwenye finali za kombe la mataifa ya Afrika. Ngorongoro Heroes Under 20 inarejea leo baada ya kutolewa katika hatua ya makundi tu kule kwenye AFCON 20 Misri. Wamefungwa mechi zote 4, moja bila zote 4. Wanarejea nyumbani. Father Charles Boniface Mkwasa na Jamhuri Julio walishindwa kupata matibabu ya goli 1-0 paka hatua ya mwisho, wanarejea nyumbani. Hii ni mara ya pili kwa Under 20 kushiriki hizi AFCON Under 20. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2021 Mauritania. Na kwenyewe pia walishika mkia, angalau huku walipata pointi 1 ya sare. Umeona bwana, sare ambayo walitoa na Gambia 1-1. Lakini finali za mwaka umefungwa mechi zote, na kwenye hizi finali za Gambia kwenye kundi lao walikuwa na Morocco, Gambia na Ghana. Sawa Finali za mwaka huu walikuwa na South Africa, Sierra Leone na Egypt. Unaweza kuona mgawanyiko wa hizi timu, na kuna Zambia pia. Kundi lao la baridi kwa na timu 5. Lile mara kwanza lilikuwa lina timu 4. Mgawanyiko wa hizi timu hizo almost viwango ni vile vile tu. Labda kwa uzoefu wako Edibili, tumestack hapa kwenye hatua ya makundi katika timu zetu zote. Kwenye senior level Taifa Stars wamekwenda mwaka 80, wamekwenda 2017, wamekwenda mwaka jana. Group stage ndo hatua ya mafanikio, kwamba kufuzu tu. Maana unapoishia group stage, maana mafanikio yako ni kufuzu tu. Na timu zetu za vijana kadhalika, hata ukienda na Under 17 ambao wameshiriki wao finali 3 sasa. Kama Under 17 wao wameshiriki finali 3 za AFCON. Wameshiriki 2017, 2019 na wanatarajiwa kwenda pia za 2025.
Umeona bwana Sasa katika finali za awali zote walishia group stage. Ile ambayo tulikuwa wenyeji haikusaidia wenyeji wetu kuitolewa kwenye makundi. Ile ambayo tulikwenda Gabon angalau walijipapatua, walikaribia kufuzu. Mechi ya mwisho iliwaangusha. Ile akina Dickson Jobo. Na hiyo ndo under 17 bora so far. Kwangu mimi naweza nikasema baada ile akina Chuji ile na akina Chuji akina unakumbuka ile akina Chuji Nurudini yani ile unaweza ukaziweka kwenye mzani ukamuuliza mtu under 17 akina Chuji na hii akina Dickson Jobo ukazilinganisha kwa sababu ile akina Chuji ilitoa watu wengi ambao walicheza klabu mbalimbali. Halikadhalika na hii ambayo ilikuwa na Gambia na yenyewe imetoa watu wengi. Yakina Chuji ni ilifuzu, ilikatiwa rufaa tu ikaondolewa kwa technical errors na mizengo ya kocha mmoja Mzambia alikuwa anafanya kazi hapa akaenda akatuchoma kule kafu. Kama Nudini Sawa. Hebu tuambie nini sababu ya kustaki kwetu hapa? Kustaki Mahmudu kwa sababu umeona nadhani ukiangalia hizo timu zote ambazo umesema, mfano ile intake ya kina Nurudini na intake na kina Jobu, utaona hata kwenye kufuzu kwao kwenye stage ile ilikuwa ni tofauti na sasa hivi hizi kwamba kwa kipindi kile tunakutana na timu ambazo za magharibi kabla ya kufuzu kwanza lakini sasa hivi unakuta tunafuzu kwa zoni kwa zoni kwamba nchi ambazo tumepakana hapa, sio Kenya, tunaweza kuanza na Uganda tukaenda hivi, baadaye ukakuta tunafuzu. Sasa inapokuja kwenye mashindano hasa ndio tunakutana na timu za magharibi na kwa tujakuwa na ile intensity kubwa ambayo tunaweza kukutana nao. Lakini ukiona kina Jobu tulianza nadhani tulikuwa na group ambao tulianza kwa timu tulitoa katika preliminary tukaenda first round tukawatoa Zambia last round tukawatoa Zimbabwe zote timu za kusini mwa Afrika. Sasa utaangalia ni jinsi gani kwamba unakutana na interest kwanza, hata kama ukienda kufuzu kwenda kwenye makundi utakuwa umeshapata ule ugumu ambao unaenda kukutana nao kwenye mashindano kabisa. Sasa ukiangalia sasa hivi tunavyofuzu, hata ile kocha wakati ule Mirambo unakumbuka mashindano yalifanyikia hapa, jinsi gani tulifuzu, tulienda kwenye zoni kwanza, tunakutana labda na Uganda, tunakutana na labda Somalia, umeona kwa hatupati ile intensity na timu za magharibi. Ndio bado unakuta yakina Jobu last qualifying round walitoa Congo Brazza na nadhani tulimkatia mtu alikuwa naye amezidi umri. Sasa utaangalia ni jinsi gani tulikutana na timu ambazo zilikuwa na viwango ambavyo ni mashindano yale halisi ambayo kwenye makundi. Sasa unakuta hata tulivyokuja kucheza na ile ya Mirambo, nakumbuka tulifanya nyumbani, lakini hatukuweza, ushindano ulikuwa ni mkubwa tulipokutana na timu za magharibi. Sasa nadhani kwenye kufuzu tumekuwa ni tunakutana na timu ambazo nadhani ni average ya kwetu. Kwa hiyo tunapoenda kwenye mashindano inakuwa ni ngumu zaidi. Umeona hata mashindano Misri tumeangalia intense imekuwa ni kubwa, japokuwa tunapoteza nafasi lakini tunakufungwa goli moja tunashindwa kupata hata goli moja. Mara ukiangalia wale wachezaji wanaocheza timu za nchi nyingine watoka klabu za pale pale, ni chipkizi wa klabu za pale pale, wachezaji wadogo wa klabu za kwenye nchi zao. Wachache sana ambao wanatoka kwenye academy ama klabu za Ulaya, lakini wengi ni wa pale pale. Yule aliyofunga goli mechi na Misri ni mchezaji wa Al Masry ambayo ilicheza na Simba msimu huu, na waliotufunga magoli mimi nimejaribu kusoma profile zao, wengi ni wa pale. Ni mmoja tu yule Mzambia aliyotufunga ndo ambaye anacheza klabu ya Ulaya. Sawa. The rest wote waliotufunga magoli ni wachezaji ambao wanacheza kwao. Edibili ni kuuliza kitu kimoja. Kwa muda kwenye junior level tunapo groom watu kutoka kwenye chini ya miaka 15 wamekuwa wanafanya vizuri kwenye mashindano makubwa. Kama utakumbuka kina Imidi walitoa World Cup ile ya Coca-Cola na kuna wale walikwenda Brazil, kuna wale walikwenda South Africa. Kwenye under 15 tunafanya vizuri. Under 15 hiyo mara 2 mfululizo tunakuwa mabingwa wa Afrika. Na hatushiriki na watu kutoka ukanda tu wa Afrika Mashariki, hapana. Zinakuja nchi zote za Afrika. Tumepiga wa Senegal, tumepiga wa Nigeria, mwaka huu mashindano ambayo yamefanyika Ghana. Si ndio
lakini kutokea hapa kwenye makuzi ndo tunaanza kuwa ronya. Hebu tujiulize kwa pamoja, kwa sababu wewe ni shuhuda wa ndani, mimi ni shuhuda wa nje. Tunakosea wapi? Kama tunaweza tukawa tuna Messi wa under 15 lakini tunashindwa kumdevelop kutoka kwenye under 15 kuelekea juu, kwa maana tunapofeli ni kutokea hapa kwenye makuzi kwenda juu. Hapo ndo hatuwezi huko. Kwangu mimi naona inapotoka under 15 kwenda 17 nitakiwa sasa wale ile intake ile yote angalau iwe isambaye sasa kwenye vilabu vyetu, wao wanapata na nafasi. Sasa utaona kwamba wakitoka hapa hata kama wanaenda kwenye timu, je, nafasi wanapata? Umeona matokeo yake? Sasa hata mfano nitakupa mfano nitamzungumza mfano. Huyu ni mchezaji wa Yanga ametoka Zanzibar, walimsajili umeona kwenye mashindano yale Makame acha Bui huyu anaitwa Sheani. Yanga walimuona kwenye mashindano yale ya Zanzibar wakamsajili, amekuja Yanga anapata nafasi apate nafasi. Sasa utaona jinsi akipangwa Nabi, angalau Nabi alimsajili alikuwa anampa nafasi. Sasa hivi anaweza kuingia dakika ngapi, lakini ile physical nayo consistency ya namba hana. Umeona? Okay, umeona juzi mfano nani huyo ametoka Dodoma, ameenda Azam, alisazisha mechi ya Simba, anaitwa nani? Zidane. Azam anapata nafasi, anacheza ndio hiyo unasema kwamba anacheza dakika ngapi, lakini sio regular. Walikuwa wanamfanya sub na mechi aliingia akafunga baadaye akawa anapewa, lakini ukiangalia hapati ile kwamba time kwamba anaweza kucheza mechi 3 mfululizo, hawezi. Unaona? Sasa utaona jinsi gani hata kama atapoenda kwenda national team ule uimara wake kimwili kiakili kwamba nacheza kila siku, unakuwa hawezi kufika level nzuri. Umeona? Kwa hiyo sisi tunafeli kutoka hapa, wale wachezaji ili tuweze kuwa manage sasa lazima wao wanapata ya time kwenye timu zao wanazocheza. Kulikuwa kuna sana kulikuwa kuna mkakati tena tulikuwa na Chazi la Gabon, tulikuwa naye Gabon kwenye finali za kina Jobo. Kulikuwa kuna mkakati wa wale wachezaji waliofanya vizuri kwenye ile Serengeti ile, wengi wapelekwe nje kucheza mpira, na maajenti fulani wa hapa wakawa wanawatoa wanawapeleka nchi mbalimbali za Ulaya. Lakini ni afadhali wale waliobaki hapa wana mafanikio, lakini wale wote waliokwenda nje wamefeli. Kina Nkomola yule, sijui nani yule Nkomola, afu kuna ule midfield baadaye akarudi hapa akajaribiwa Azam akashindwa, akaenda Dodoma akashindwa, Kagera akashindwa. Kwa midfield mmoja mzuri sana mkata umeme, alikuwa bonge la holding midfielder, jina lake limenitoka hapa, Alinganzi walikuwa namuita Alipasi. Alivyoenda tu nje huko sijui Marekani sijui wapi, kazunguka kaishia kupiga picha na kina Zlatan, karudi hapa imebuma. Afu na mwingine nani nakumbuka, kuna mtu mmoja yuko Misri naye alikuwa fundi sana, ndio huyo Makame. Sasa walikuwa wanamuita New Samata, alikuwa ni striker, alikuwa akiingia anafanya vitu unamkumbuka aitwa nani sijui Makame, sijui nilimkuta Misri akicheza timu vya madaraja ya chini. Yani angalau wao waliobaki hapa nyumbani kina Jobu tunaona, umeona kina Kibwana na wengine wapo kama kwa mfano yule mkata umeme wa Singida nani bwana mzee au nini, hata Omari basi anyambie huko bwana midfield wala anaitwa wako afa na kaka yake huko JKT na wako brother na kwenye mpira. Hata Yanga hapa katikati walitaka hata vijana hata wanyambie wananiangalia tu, haya poa ngoja angalie. Kwa nafikiri Mustafa kanijibu sawa. Message ni nyingi za msiba, pole, nitazisoma zote baadaye. Sawa. Anaitwa nani bwana midfield bwana yule mzuri sana, anacheza kwa nguvu sana sawa, tutalipata jina lake. Naona umenikazia kina Umayo, nataka kuniambia. Kwa hiyo kwa Mahmudu nadhani tunafeli hapo kwamba muendelezo vijana wanapokuwa kwenye nani nzuri mfano 15, je kwenda huku juu ndio tunafeli kwa sababu yale malezi nadhani tumekuwa hata timu zetu hizi utaangalia hata mfano hata TFF wanakuwa wanasema kwenye listi ya mechi lazima kuwe na under 20, lakini under 20
angalau timu inashinda 5, muingizeni basi angalau apate uzoefu, lakini wanakaa kwenye benchi. Muone hata Yanga na Simba wanaweka watu lakini hawapati nafasi. Kwa hiyo ni hapo tunapofeli sana. Nini kifanyike Libili? Nadhani TFF waweke sheria angalau kila mechi under 20 hata mmoja au wawili waweze kucheza. Hii itasaidia sana. Sababu umeona hata Yanga kuna watoto wamepandisha lakini matokeo yake wanakaa kwenye benchi tu. Kila siku ligi na mechi zinapochezwa. Kuna goalkeeper pale, kuna mchezaji mmoja mdogo, wote wanacheza, hawachezi yani wamekaa pale pale lakini wamepandishwa. Sasa atapata time gani ya kucheza? Sijui ni kwa nini. Kuna makipa wazuri. Ali Salim alikuwa ni kipa anayerukia vizuri sana Simba. Liangalia namna ambavyo msimu ule Aishi Manua alivyoumia. Aliongoza Simba mpaka robo finali ya CAF Champions League. Ilibakia kidogo aipeleke Simba semi-final, aingie kwenye kitabu cha pamoja na kina Mambo Sasa. Walitolewa kwa penalty na Amerikani kitu kama hicho. Na penalty huwa hazina lawama. Lakini pia namwangalia yule Hussein Abel, alikuwa ni kipa mzuri ukimuona akiwa na daka pale KMC. Sasa hivi amekuwa ni kipa wa kuhudhuria mikutano na waandishi wa habari. Abu Talib Msheri amepata nafasi kwenye kombe la Muungano. Lakini najua pale ndo basi tena. Khomeini alikuwa ni goalkeeper anashindana ubora na Diara kwenye msimu uliopita. Diara yuko huku yuko kule. Na mechi ya Mashujaa nadhani imtoa kwenye reli. Wanajaribu kumrudisha lakini ndo hivyo. Na angalia na vipaji vingine. Dennis Nkane alikeza mpira kwenye mechi moja hapa, kila mtu alimsifia. Alipiga shuti moja na wafunga Simba, watu wakasema walifananisha paka na wewe na Ngasa na nani, umeona bwana. Wakamwita Wonder Kid. Wonder Kid ni jina zito sana. Sasa ameshakuwa mtu mzima tena. Hiyo Wonder Kid na inabakia kimazoea kama Feitoto, si toto tena. Inaweza ikawa ni moja ya sababu kwamba wakienda kwenye hizo timu hawapewi nafasi. Lakini kuna wenzao wa umri wao wanapewa nafasi, which means ni juhudi na mwalimu anaangalia result mazoezini. Ndio maana Mzize hakutoka TP Mazembe kuja Yanga. Jobu hakutokea nani sijui Zambia wala hakutoka Uganda kuja Yanga. Lakini nadhani mtoto wa nyumbani. Kwa Jobu nadhani inaweza kuwa ni scenario nyingine. Yeye alikuwa Mtibwa, alikuwa regular anacheza na performance yake unajua tangia ametoka kipindi kile ametoka Gaboni, ilikuwa ile mashindano yale. Alikuwa yuko vizuri, anazima Mtibwa. Kevin Nation Naftali. Watu wenye roho zao nzuri wamenitumia bwana. Vijana wamebana lakini kuna mtu lazima huyo anaitwa Yahaya Sendo wa Kilombeo, nashukuru sana. Umeona bwana, ni Kevin Nation Naftali. Depo hilo. Kwa hiyo utaona mfano Jobu. Nadhani alitunzwa vizuri Mtibwa. Hata wakina Kibwana umeona waliotoka kule, nadhani ilikuwa intake ya kina na Mwenda, si ndio? Unaona hata Mwenda Mwenda unajua hata yeye mwendelezo wake ulikuwa sio mbaya. Hata Simba kidogo alikuwa anapata nafasi, hata ilivyoenda imetoka Simba ulikuwa mgogoro kidogo, lakini kama amepata nafasi, muone amekuja Yanga sasa hizi anapata nafasi. Kwa hiyo unakuta kuna intake uliyosema ile akina Jobu nadhani imechukua sehemu kubwa sana. Unaona wachezaji wale wengi walipata. Nimefanisha na kina Chuji kwa sababu Chuji yuko Yanga, Jumajabu yuko Simba, Amiri Maftaa yuko Simba, yuko Yanga, Nurdini, umeona bwana, Wanchope yuko Mtibwa anafanya shughuli iliyotukuka. Sasa yule waliopotea Alimirungu kidogo afu na ule goalkeeper, lakini almost 50% ya wachezaji wa ile Serengeta kina Chuji walitoka sana. Sasa tunaona wapati nafasi kwenye hizi klabu. Nafikiri labda ni ushindani wa namba ama wanakosa watu wa push kutia bidii. Nadhani wasimamizi, unajua uzuri sasa hivi kidogo Mahmudu tunavyoongelea wachezaji wengi wanakuwa na wasimamizi wao. Nadhani ifike sehemu au wasimamizi wao waweze kuwa manage vizuri, wa push ili waweze kupata nafasi, kwa sababu sasa hizi kila mtu anakuwa na management ambayo inamuongoza. Wakati fulani Uganda walianzisha Veteran League. Sijui kama bado ipo. Nilikwenda kule nikaangalia Veteran League. Nadhani mambo ya finance ujue Uganda moja kati ya ligi ambazo zinaendeshwa Michael, unajua naogopa kutumia neno baya.
moja kati ya mambo ambayo marehemu Charles alikuwa na niasa ni matumizi ya maneno unapokuwa Uganda ligi yao inaendeshwa katika hali ya bahatisha mno. Wanasumbuliwa na tatizo la fedha, wana udhamini kama ilivyo kwetu. Azam TV imemwaga billions of money, umenyelewa, lakini pia na NBC wameweka hela na baadhi ya wadau wengine kusponsor ligi. Ligi ya Uganda inaendeshwa katika hali duni mno. Nafikiri washindwa kuendeleza ile veteran ligi. Lakini veteran ligi iliibua wachezaji fulani mpaka mmoja akaingia national team, akawa regular player wa national team wakati ule miaka 2010 na hapa kwetu Edibili ya udhani sasa, baada ya kuwa na ligi nyingi tulizo nazo, ligi za vijana, ligi za maveterani, hauoni sasa tuwe na veteran yani reserve league, ligi ya wachezaji ambao wako team A lakini hawapati nafasi vikosi vya kwanza, hawa wacheze ligi baada ya ligi kumalizika. Mimi nadhani itakuwa ngumu kulingana na mfano useme baada ya ligi nao wacheze. Nadhani muda wa kalenda ya nani itakuwa ngumu. Labda ukisema kwamba ni kama under 20, nadhani itakuwa ni ngumu. Under 20 mimi navyo mwanzo tulijua kwamba itaenda sambamba na ligi ile under 20, kwamba timu hii inapoenda kucheza wale under 20 wataanza kucheza mapema, sio? Lakini ilishindikana. Ilianza lakini watu wakaanza kutafuta timu. Sasa nadhani na hii useme wale ambao wacheze ni ngumu sana. Wakati tunajua upo ni ya utimii tu. Wakati huo upo na ni ya utimii. Nafikiri hata wale Skaria dhamira yake ilikuwa ligi iendane na hivyo. Labda ya utimii wenyewe wanajua kwa sababu sasa hivi hali ya kifedha si mbaya. Karibu kila timu ya ligi kuu ina ufadhili. Labda budget zinaelekezwa kwenye timu za kwanza zaidi. Sawa Edi. Na mimi labda nitoe ushauri. Mfano kama tungeweza tungepata labda wadhamini, tungeweza TFF iweke mkakati kwamba kila timu ambayo ya ligi iwe na timu ya vijana, na kweli ipo, lakini lazima timu inaposafiri kwenda labda mfano Simba inaenda Kagera, inaenda na under 20, kabla ile hawajacheza waanze kucheza na Kagera, itakuwa yani iende sambamba na ligi. Itakuwa nadhani itawapa tuna dakika 3 kabla tujaondoka. Edi, kuna mambo mawili. Kwanza kuna program za TFF, lakini kama klabu na yenyewe lazima ina program ya kudevelop wale youth ambao inawalea kwa msimu mzima na kuwalipa. Yaani nazungumzia klabu zenye timu za vijana zifikirie namna ya kuinua vipaji vya wachezaji wake wa timu za vijana kwa mawazo kama hayo ambayo unasema, kabla ya kusubiri TFF ifanye nini, au unasemaje? Nadhani ni nzuri, lakini nadhani ligi inapoisha si huwa kuna ambavyo vilabu vyote vinakutana, nadhani viweze kukubaliana kwamba lazima, yani ili tuweze kuwa vizuri, lazima hizi timu za watoto lazima ziwe na ligi yani. Nitakukumbusha mwaka 94 wakati Yanga ipo katika nusu ya pili ya msimu, marehemu Tambulea aliunda timu ya pili ya Yanga, ile ilikuwa Yanga B, akaselect krimu akaita Black Star. Ilitembea nchi nzima wakaweza mechi za kirafiki. Iliweka kambi Zanzibar, walikuwa wanafanya mazoezi. Yusuf Omar Chula anaripoti anakuambia mazoezi yanayofanya ya kuruka miembe sije nini. Ile ndio ilikuwa Yanga ambayo ilifika robo finali ya kombe la washindi Afrika. Ndio ile watu wa kina Anuari, akina na Nonda Shabani ndio mtu ambaye amekeza ligi ya Tanzania amefanikiwa kuliko wote. Nonda Shabani ametoka kwenye kile kizazi. Hiyo moja. Lakini nakukumbusha pia kuna kipindi Simba walikuwa wanapitia hali ngumu ya kiuchumi katikati hapo. Waliwekeza kwenye youth, ndio wale kina Messi Singano, umeona bwana, kina Jonas Mkude, Ndemla na wengi sana ile Simba ilitoa watu wengi sana. Kwa nini sasa hivi tunashindwa? Nadhani dhamira. Dhamira vilabu. Sawa. Kwa kama kipindi hiyo Yanga waliamua wakatoka wachezaji wakapata. Sawa. Simba waliamua tena, ilikuwa chini ya Matola na Mamu, kitu kama hicho. Azam amefanikiwa mno. Azam inaweza kujirisha kupitia akademi yake. Azam akiamua sasa tumekea sajili sana watu wa nje, na chokitaka kipati kuanzia sasa hivi basi. Hatusajili hata mtu kutoka Dodoma wala Singida.
hawa walioko ndo hawa wanatosha, alafu wengine wote watatokea hapa. Azam itakuwa na timu bora zaidi. Wala watoto walikuwa wanaifunga Yanga na Kevin Friday, sijui nani walitoka wapi. Nilikwambia Mahmud, Azam imezalisha wachezaji wengi. Angalia kwenye ligi yetu ya nchi nzima, hawezi kukosa mchezaji wa Azam. Kila klabu na sio mmoja, sio chini ya watatu. Sawa, ni dhamira tu. Jana ulicheza mechi Yanga Veterani? Hapana. Na sasa hivi huwezi kucheza tena. Sio vizuri. Bakari anasema sasa hivi huwezi kucheza tena mpira. Kwani sijui wenyewe mnajua. Brother Miki, wewe na mimi pole kwa msiba, na umenitumia message kwamba anayemzungumzia ni Kevin Nation Naftali. Ni kweli. Jamal Rambo brother ameandika, nafarijika kukuarifu kuwa panapo majaliwa nitashiriki katika ibada ya umra ya hija katika mji mtakatifu wa Maka na Madina mwaka huu. Taasisi ya Zamzam Center ndio yenye dhamana ya kutusafirisha. Tunatarajia kusafiri tarehe 29 na kurejea tarehe 18 mwezi wa 6 insha Allah. Asante wako Jamal Rambo SACP. Kila heri Jamal Rambo katika ibada hiyo. Mwenyezi Mungu akutangulie na ibada yako ikawe ya heri na ikupe mwanga mpya wa kimaisha ya kiimani. Mustafa Oza anakusalimia beki wa mpira. Sawa, sasa nipitie hizi message kabla tujafunga na kwenda kwenye awamu nyingine. Ni nyingi. Okta, nimesoma message yako. Bin Zuberi, poleni sana na msiba wa Charles Hilary mkuzi wa neno kiduchu, mwalimu mstaafu Silimba wa Mbalizi. Kweli ni siku ngumu. Kweli bwana, wewe umekumbuka kiduchu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaka, nimeumia sana wa kifo cha nguli Charles Hilary. Poleni sana wana tasnia wote. Naitwa Ali Mbena wa Kimara Bonyokwa. Mungu amlaze mahali pema peponi. Muulize Edibiri, ni mnyama au mwananchi? Mwananchi. Amekujibu yeye mwenyewe. Umejiridhisha. Ulikuwa unajua lakini ulikuwa uamini. Salam khair legend kwake. Kwa mzee wa Mtambalizo, bado tunapaswa kuwa na mwendelezo mzuri katika hatua zetu za mwanzo za maandalizi na makuzi ya hawa vijana. Tunawatupa vijana katika hatua za kuendelezwa middle stage. Ukifuatilia Afrika Magharibi na Kaskazini wanufaika sana na programu endelevu kwenye vilabu. Huyu ni Mustafa Hoza, beki wa mpira. Sudi Kivea brother huyu anasema, familia ya Azam na Wanatanzania wote poleni kwa kifo cha nguli mtangazaji Charles Hilary Mkangwa. Kwa kweli mie nahisi baridi mwili wangu. Mungu amsamehe madhambi yake. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake limidiwe. Kakio Sudi Kivea. Hawa ndo wana Kiswahili kile cha Bakita, Kakio. Ni Nation kweli kweli. Asante sana, hujaandika jina. Nation Naftali bin Zuberi ya Senda wa Kilombero, nimekusoma. Bin Zuberi hii gazeti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni pengo kubwa katika tasnia ya habari. Charles Hilary alijaliwa kipaji kikubwa katika uandishi wa habari, hususan katika eneo la utangazaji. Ukisoma habari utapenda kumsikiliza zaidi. Sauti yake ya ucheshi pindi alipotangaza soka kipindi hicho, Berindimo wa sauti yake yenye hisia ilitufanya wasikilizaji tuwe kama tunawaona wachezaji. Mwenyezi Mungu amjalie mapokezi mema na moyo mkuu wa subra wafiwa wote, amin. Ali Lichawi wa Shinyanga huyu. Bizube, swala la mwendelezo kwa vijana ni changamoto mno. Ni swala mtambuka, liangaliwe pande zote mbili. Tusiangalie kwa wenye mamlaka tu, bali hata vijana wenyewe hawajitambui, ni wepesi wa kuridhika na hii sababu ya kutokuwa na msingi bora ya awali ya soka. Ali Lichawi huyu anakuja na sababu nyingine. Anaitwa Kevin Nation. Kuna huyu Ali Msengi pia kaenda Sauzi kachemka karudi. Kwa tuna ametuongezea kwamba wale vijana wa Serengeti ya kina Jobu angalau waliobaki hapo walifanikiwa. Sasa dhana kipi ni kipi? Vijana wapelekwe nje, vijana waendelezwe hapa hapa? Nadhani tuanze kwenye msingi kwanza. Unajua unapokuwa kwenye msingi hata kwenda nje inakuwa ni rahisi. Lakini ukisema uwapeleke ndio waanze kuandaliwa kule. Tuandae kwanza, kwa sababu huwezi kumtoa mtoto mdogo mpeleke. Lakini akiwa na msingi, fikiri kule inakuwa ni muendelezo tu. Sawa Idibile, mimi ni kushukuru kwa ujio wako asubuhi hii ya leo na maoni yako uliyoyatoa. Msalimie Lunya, anamkumbuka moto wa timu ya TANESCO.
mnajiwana nyie hizi kodi TANESCO Songea. Venus Mwamoto, Venus Moto. Venus Mwamoto. Huyu Moto anamkumbuka Moto wa timu ya TANESCO Songea. Moto. Siku nyingi. Umepita sehemu nyingi ndugu yangu. Hiyo ndo shida. Sasa Songea hujacheza mpira lakini ulikwenda. Labda Zimani Moto labda nakwambia. Sasa Zimani Moto yule alikuwa ule winga nani yule? Evans Ponela. Na akukaa sana yule. Sasa sajiliwa Yanga yule. Alisajiliwa Yanga na ukaa. Sawa. Edi, siwezi kuacha hivi. Nataka nipate maoni yako. Simba kuingia fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Tunapongeza. Nadhani wamefika hatua, wamepambana mpaka alipofika. Nadhani tuombe tuweze mkondo wa mwanzo, nadhani itakuwa juma wiki ijayo, si ndio? Pambane. Nadhani mechi ambayo italeta taswira kwamba unakuja kumaliza fainali hapo. Lidhati ya juma ya mechi ya mwanzo itajenga msingi ambao watakuja kumaliza uwanja wa Taifa. Na kama una ushauri labda baada ya kuziona timu zote mbili, kuiona Simba na kuiona Berkane, kama una ushauri? Ushauri wangu nadhani Berkane wakiwa kwao huwa wanapushi sana. Wanapushi sana. Nadhani Simba nadhani wana mwalimu mzuri Fadlu. Nadhani wanalijua hilo kwa sababu najua umeangalia mechi zao zote wanazocheza nyumbani huwa wanamaliza mechi. Hata hiyo nusu finali iliyopita nadhani mechi yao na wale Constantine, si ndio? Walimaliza kwao. Walishinda goli 4. Nadhani timu za Waarabu tunaona hata Berkane nadhani ni timu ambayo wakicheza nyumbani huwa ni hatari sana. Kwa hiyo Simba wawe makini mechi ya mwanzo. Nadhani wakifanya mechi vizuri tu ya away, nadhani kwa Mkapa panajulikana huwa wanacheza vizuri na nadhani huwa wanapata ushindi mzuri. Wanaweza kuchukua kombe. Na mtu hapa anaitwa Princess Asia anasema mtacheza dabi? Hapa anauliza mtacheza dabi? Mimi sio kiongozi, wauliza kina engineer. Sawa bwana. Nilikuwa na Edibili Jonas Lunyamila, my friend huyu mzee mwenzangu. Ila hiyo mshikaji shauri yako. Hiyo sikisemi hiyo nakausha. Najua juzi ya kwanza sasa hivi inatia nanga namna hii. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani mwenzetu Shazila alifariki usiku wa mkia leo hapa Dar es Salaam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarejea muda si mrefu.